Ifahamu historia ya mzee Saidi Kibore, mzee ambaye aliweza kufariki dunia kutokana na kile ambacho anakiita ukubwa ama upana wa moyo wake. Kabla ya hapo alikuwa ni mwigizaji, lakini pia alikuwa ni miongoni mwa wazee ambao walikuwa wanafahamika zaidi kwenye tasnia ya uigizaji, japo hakuwa maarufu kwa watu wengi, lakini kwenye ule mtaa wake basi alikuwa ni alwatan, na pia alitumika kuweza kusuluhisha mambo mbalimbali na pia kuweza kutoa ushauri kwa vijana ambao walikuwa wanahitaji kuingia kwenye maisha, kujitegemea, na wengine pia ambao walikuwa wanahitaji kuoa. Karibu sana, hii ni Bongo Recap. Hapa tutakuwa tunafanya uchambuzi mbalimbali, pia nakuletea story pamoja na taarifa ambazo zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hujachelewa. Hii ni nafasi yako pendo zaidi ya kubonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata update na kile kitu ambacho kinaendelea. Karibu. Mzee Saidi Kibore almaarufu kama Mzee Kibore, taarifa za kifo chake zimeweza kuwashangaza wengi sana, kwa sababu hakuwa amelazwa hospitali na hakuna taarifa za awali ambazo zilikuwa zinamuelezea mzee huyo tangu alipotrend kwenye nyimbo mbalimbali hapa akifanya challenge, na pia alienda kwenye redio mbalimbali ikiwemo Clouds. Alielezea kwa undani zaidi situation ambayo ilimkuta hadi akajikuta kwenye wimbo wa Diamantary kwamba ulikuwa naimba yule fala sijui nini kumpata mpenzi ni samee hivyo na hivyo, na aliweza kuelezea kuhusiana na situation nzima ambayo iliweza kutokea hadi yeye kuweza kuonekana naimba kwa hisia kutokana na ule wimbo, na pia kutoa machozi kabisa, huku akisema chanzo kikubwa ni kwamba alishawahi kuwa na nyumba nyingi tu, lakini kitu kibaya zaidi aliwahi kumwamini binti ambaye alikuwa anasoma, na mwisho wa siku aliweza kukaa pale bila kuwa na chochote kile, lakini ilikuwa ni danger sana kwenye maisha yake, kwa sababu alimwamini binti mdogo na kumlea kama mpenzi wake, hali ya kuwa haikuwa hivyo, na mwisho wa siku alikuja kumsaliti vibaya sana. So leo nimekuletea historia yake ama ufahamu wake kwa ufupi, ambao familia yake imeweza kuelezea namna alivyoanza kuigiza na hadi umauti unamfika. Ilikuwaje? Historia fupi ya Mzee Kibore, alianza uigizaji mwaka 2005 na aliweza kufanya maigizo ya kawaida tu ambayo hayakuwa na big fan, kwa maana mashabiki wake hawakuwa kubwa sana, lakini aliweza kutambulika kwa kiasi fulani. Lakini ilipofika mwaka 1000 kabla ya hapo, kabla ya kuanza uigizaji, aliweza kuingia kwenye ndoa mwaka 1996. Aliweza kufunga rasmi ndoa pamoja na mke wake Maria Rashidi, na kuweza kufanikiwa kupata watoto watatu hadi kufikia huu mwaka 2026. Kwenye ndoa yao yote walifanikiwa kupata watoto watatu, ambaye kati ya hao mmoja tu ndio wa kiume, wengine wawili wote ni wa kike. Sasa chanzo kutokana na kile ambacho kimetajwa kwamba mzee aliwahi kupata maradhi ya upana wa moyo, na moyo wake ulikuwa mpana sana, hivyo alipelekwa hospitali na kuweza kutibiwa, lakini baada ya muda alionekana amerejea katika hali yake kawaida ambayo alikuwa nayo kabla ya kupata hayo matatizo ya moyo. Lakini alivyoendelea kutumia dawa, kadri alivyozidi kutumia dawa, ndivyo moyo wake pamoja na afya ilizidi kuimarika. Sasa namna tukio la kufariki kwake ama kupoteza maisha lilivyotokea ni tukio la kustaajabisha kidogo, kwa sababu hakukuwa na dalili zozote wiki moja kabla kwamba mzee atakuja kuzidiwa au vipi, maana ilitumia sekunde ama dakika moja tu kuweza kubadilika kwa hali yake na yeye kuweza kufariki dunia, kwa sababu mke wake ambaye ni Maria Rashidi anaeleza na kusema kwamba siku anafariki alikuwa kitandani amejilaza, joto kali na jasho lilianza kutoka kwenye mwili wake, na hapo wakati anamfuta ndivyo ambavyo aliweza kufariki dunia. Tuseme tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Tuendelee kumwombea sana bwana Mzee Kibore kwa kile ambacho kimeweza kutokea, na pia sisi wenyewe tusisahau kujiombea, kwa maana njia yetu ni moja, tofauti ni nyakati pekee. Asante. Hii ni Bongo Recap, sehemu pekee ambapo utapata update na taarifa nyingi zaidi kwa kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka Tanzania. So subscribe kwa ajili ya update na taarifa nyingi zaidi. Sina la ziada kwa sasa. See you next time. Bye.